الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia ziada za kheri bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ninavyoihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika tupo katika kuupokea na kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao ni mwezi wa rehma, mwezi wa maghfira na mwezi wa kuachiliwa huru na moto, mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'ani kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Hivyo haifai kwa muumini yoyote kuupokea mwezi huu kwa mazoea tu wala kwa maandalizi ya chakula na mavazi, bali kwa moyo wa takwa na toba ya dhati kabisa juu ya kuazimia mabadiliko ya kuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ni fursa ya kujisafisha na kurekebisha makosa na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba ya dhati kabla milango ya rehma haijafungwa. Ramadhani ni mwezi wa kukuza takwa. Allah anasema katika Qur'an suratul Baqara aya ya 183 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, nimekufaradhishieni saumu kama nilivyowafaradhishia waliokuwepo kabla yenu ili muwe wacha Mungu. Maana yake funga ama saumu lengo lake ni kumfanya mja awe mcha Mungu, na ucha Mungu huu utaambatana na mambo matatu. La kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na la pili kuacha makatazo yote na kufuata maamrisho yote ambayo kwamba umeamrishwa, na la tatu ni kumwabudu yeye kana kwamba unamuona. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema dalili ya ihsani an ta'budallaha, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kaannaka tarahu, kama vile unamuona, fa in lam takun tarahu, na ukiwa humuoni, fa innahu yaraka, basi yeye anakuona. Hivyo Ramadhani si mwezi wa njaa tu, bali ni shule ya kujenga uangalizi wa Allah katika kila tendo. Ni mwezi wa Qur'an na mabadiliko, kama tulivyosema mwanzo, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Hivyo tuangalie tumeipokea vipi Ramadhani. Na kuipokea Ramadhani tumezungumza ni katika mambo mawili tuipokee, katika takwa pamoja na toba ya kweli. Takwa itakuwa ni ipi? Maana yake kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma sana Qur'ani, kutafakari maana zake hiyo Qur'ani, pamoja na kutekeleza mafundisho na makatazo yake hiyo Qur'ani. Na vipi tutaipokea Ramadhani kwa toba ya kweli?
Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini tubuni toba ya dhati. Na toba ya dhati itakuwa ina masharti yake, si kila toba itakubaliwa tu. Masharti ya kukubaliwa toba ya kwanza ni kujutia kwa dhati, ujutie yale makosa na matendo na madhambi ambayo kwamba umeyafanya. Lau kama hutayajutia, basi toba yako haitahesabika kuwa ni toba ya kweli. Na la pili, kuazimia kutokulirejea hilo kosa au hayo makosa. Maal asafi shadid, wengi wetu ikifika Ramadhani, alhamdulillah, tunajitahidi sana katika ibada na kuacha yale ambayo tulikuwa tukiyafanya, lakini inapomaliza tu basi hurejea katika yale makosa yetu ambayo kwamba tuliokuwa tukiyafanya. Hivyo toba kama toba haitakidhi vigezo vya kukubaliwa kama ni toba ikiwa hujaazimia kurejea hayo makosa ambayo kwamba uliokuwa ukiyafanya. Na la tatu, kurejesha haki za watu. Kila mmoja amefanya makosa, amedhulumu. Hivyo kabla ya kuupokea huu mwezi wa Ramadhani ama kuuingia, hakikisha umesharejesha haki ya kila mtu ambaye kwamba umemdhulumu kwa namna moja ama nyingine. Pia Ramadhani imekuwa ni fursa ya kusamehewa madhambi yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana, mwenye kufunga Ramadhani imanan wa imani wa ihtisaban, na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa yoyote ambaye ataizembea hii fursa ya kusamehewa dhambi zake, atakuwa ni mtu aliyekuwa akapata hasara. Bwana Mtume anasema, raghima anfun rajulun adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, anasema yoyote ambaye kwamba amelaaniwa yule ambaye kwamba ataidiriki Ramadhani na hali ya kuwa hakusamehewa dhambi zake. Hivyo tafakari na kuwa makini katika matendo ambayo kwamba unayafanya. Ramadhani ni mwezi wa kufunguliwa khairi na rehma. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dakhala Ramadhan futhat abwabul janna, inapoingia Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo. Wa ghulqat abwabun nar, na hufungwa milango ya moto. Wa sulsilatu shayatin, na mashaitani hufungiwa ili lengo asiweze kukushawishi katika mwezi kama huu. Lakini ili usiweze kushawishika na shetani, maana yake ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali katika mwezi kama huu wa Ramadhani, kusoma Qur'ani sana, kuswali swala za usiku, kufanya kila sunna ambayo kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha za kufanya katika mwezi kama huu. Na wengi wetu ambao tunaidiriki Ramadhani, kuna baadhi ya makosa ambayo kwamba tunayatenda, na ikiwa hatutayaacha basi funga zetu hazitakuwa na uzuri ama usahihi. Maana yake tujitahidi sana katika kuchunga ulimi wetu. Wengi wetu tunafunga lakini tunakaa pembeni tunasema uongo, tunakaa pembeni tunasengenya watu, wengine hutukana kabisa ndani ya mwezi kama huu. Man lam yada' qawla az-zur wala amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Bwana Mtume anasema, asiacha kusema uongo ama kutenda hayo makosa niliyosema hapo, matusi pamoja na kusengenya, pamoja na kuutenda huo uongo, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja naye yeye kuacha kunywa pamoja na kula. Hivyo tujitahidini sana mwezi kama huu wa Ramadhani kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine kama huu ndio au kama hii ndio Ramadhani yako ya mwisho. Hakuna mwenye uhakika wa kufika Ramadhani ya mwakani. Time yoyote mimi ama wewe
tunaweza tukaondoka bila taarifa. Almautu kasakt, time yoyote unaweza ukaondoka. Hivyo tumia fursa ya mwezi huu wa Ramadhani kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhanu tajalla wabtasama, Ramadhani imefika na sote tumetabasamu. Tuba lilabdi idha ghtanama, kheri kwa mja anayeitumia vyema. Mja yupi ambaye ataitumia vyema? Ndio yule ambaye anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Arda maulahu bimaltazama, anamridhisha mola wake kwa kumtii au kwa kumtumikia. Tuba linnafsi bitaqwa, inabarikiwa nafsi ya yule ambaye anayafanya haya kwa uchamungu. Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhani ni msimu wa mema. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhani ni msimu wa baraka. Ramadhanu majalu salawati, Ramadhani ni uwanja wa dua pamoja na ibada. Jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jipendekeze kwa kufanya ibada kwa wingi, jioneshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usijioneshe kwa watu. Allah hapendi. Ramadhanu manalul islahi, Ramadhani ni njia ya kujisafisha ama kujitakasa na yale yote ambayo kwamba umeyatenda. Ramadhanu tuhurul arwahi lidunya nnasi wa akhiraha, Ramadhani ni kujisafisha na roho kwa maisha ya watu duniani na kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tunahimizana katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika mwezi kama huu, kusoma Qur'ani kwa sana katika mwezi kama huu. Ukipata nafasi na uwezo uliokuwa nao, toa sadaka sana kwa mwezi huu. Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukaidharau kile ambacho unakitoa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kikawa kina uzito mkubwa. Hivyo tumia fursa hii, tumia mwezi huu, ayyama ma'dudat. Kwa sasa huenda tumebakisha siku 28 tu. Tafakari toka ilivyoanza juzi, usiku wa juzi ulipoandama mwezi mpaka leo hii, kipi ulichokifanya ambacho labda Allah kinaweza kikamridhia? Unaweza ukaangalia ukasema hakuna. Wengi unasema tunasubiria 10 la mwisho. Hapana, anza toka Ramadhani inaanza, unajizoesha. Ni sawa sawa na mchezaji mpira, hawezi kwenda tu moja kwa moja katika uwanja akaanza kucheza, lazima ataanza preparation kutokea nyuma. Hasa na wewe anza na mapema, hujachelewa bado. Siku ni kidogo lakini bado hujachelewa. Simama usiku japo nusu saa, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtake msamaha kwa wale ambao kwamba umeyakosea. Baada haya machache, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العظمة والكبرياء والملك والملكوت. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي حذر وبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون، وأخلصوا له الأعمال فإنكم عليها محاسبون.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة على نبيه أمرا فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الكرام حماة دين الإسلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواجه صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل كلمة الحق والدين وقوي شوكة الإسلام وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركه الرحمة والمغفرة وعتق من النار. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والاستقرار والاطمئنان في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أجب دعاءنا وأصلح أحوالنا واجعلنا إليك من القربين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.